Na hatimaye Paul Makonda aaga ukuu wa mkoa wa Arusha. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini mara mbili, kuwemo kumpa nafasi ya kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM na baadaye mkuu wa mkoa wa Arusha, ambapo Paul Christian Makonda amesema licha baadhi ya watu kumkandamiza kisa mapambano yake ya kupinga dawa za kulevya na ushoga, lakini bado haikumzuia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumwamini na kumpa fursa nyingi. Akiongea kwenye jukwaa la wanawake iliyofanyika katika ukumbi wa kimataifa mikutano AICC jijini Arusha, Paul Christian Makonda amesema, Mheshimiwa mgeni rasmi Rais Balozi Daktari Nchimbi, naomba kwa unyenyekevu mkubwa unifikishie salamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini mara mbili ndani ya utumishi wake wa urais tangu mwaka 2021, kuniteua kuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi CCM na mkuu wa mkoa wa Arusha. Sikutarajia leo itakuwa hotuba yangu ya kuaga. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini mara mbili, kuwemo kumpa nafasi kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM na baadaye ukuu wa mkoa wa Arusha, ambapo Paul Christian Makonda amesema licha baadhi ya watu kumkandamiza kisa mapambano yake ya kupinga dawa za kulevya na ushoga, lakini bado haikumzuia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumwamini na kumpa fursa nyingi. Na hatimaye Eli James ateuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Eli Dennis James ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, akichukua nafasi ya Peter Serukamba ambaye hivi karibuni alitangaza kwamba anakwenda kugombea ubunge. Taarifa hizi ni mabadiliko ya wakuu wa mikoa na viongozi wengine wa ngazi mbalimbali nchini zimekuja ikiwa ni miezi mitatu imepita tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipowataka viongozi wanaotaka kwenda kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 waandike barua za kuachia nafasi zao za uongozi wanazoshikilia kwa sasa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Eli James ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, akichukua nafasi ya Peter Serukamba ambaye hivi karibuni alitangaza kwamba anakwenda kugombea ubunge. Mikaya Darimia ateuliwa DC mpya wa Kigamboni. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua katibu tawala Tanga DC Mikaya Tumaini Darimia wa mkuu wa wilaya Kigamboni, akichukua nafasi ya Halima Bulembo ambaye taarifa iliyotolewa na kurugenzi mawasiliano Ikulu haijaeleza zaidi anakoelekea. Mikaya Tumaini Darimia amewahi kuwa katibu tawala DC wa Kigamboni kabla kuhamishiwa kuwa DC wa Tanga. Taarifa hizi za mabadiliko ya wakuu wa mikoa na viongozi wengine wa ngazi mbalimbali nchini zimekuja ikiwa miezi mitatu iliyopita tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipowataka viongozi wanaotaka kwenda kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 waandike barua za kuachia nafasi za uongozi wanazoshikilia kwa sasa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua katibu tawala wa Tanga DC Mikaya Tumaini Darimia wa mkuu wa wilaya Kigamboni, akichukua nafasi ya Halima Bulembo ambaye taarifa iliyotolewa na kurugenzi mawasiliano Ikulu haijaeleza zaidi Bulembo alikoelekea. Mai Masanja kuchukua nafasi ya Kadogosa shirika la reli. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Mhandisi Machibia Masanja Kushoto kuwa mkurugenzi mkuu mpya shirika la reli Tanzania TRC, akichukua nafasi ya Mhandisi Masanja Kadogosa. Kabla uteuzi wa Machibia alikuwa naibu mkurugenzi mkuu miundombinu katika shirika la reli Tanzania TRC. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi mawasiliano ya Ikulu haijaeleza taarifa zaidi kumhusu Masanja Kadogosa, lakini hata hivyo taarifa hizi ni mabadiliko ya viongozi mbalimbali nchini zimekuja ikiwa ni siku chache tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipowataka viongozi wanaotaka kwenda kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 waandike barua na kuachia nafasi za uongozi wanazoshikilia kwa sasa.
taarifa kutoka jijini Dar es Salaam, hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Mhandisi Machibia Masanja Kushoto kuwa mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la reli Tanzania TRC, akichukua nafasi ya Mhandisi Masanja Kadogosa. Rais Samia amteua Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uteuzi aliofanya amemteua mkuu wa zamani wa Jeshi la Polisi Tanzania Balozi Simon Nyankolo Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Balozi Simon Silo ni miongoni mwa wakuu wapya wa mikoa watano ambao wameteuliwa, ambao wengine ni Eli Dennis James aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mboni Muita aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Beno Malisa aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na Jabiri Makame aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam, hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uteuzi aliofanya amemteua mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania Simon Nyankolo Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Na hatimaye kiongozi ahamishwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemhamisha Kenani Lubani Kiongozi kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu na kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, akichukua nafasi ya Paul Christian Makonda. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu haijatoa taarifa zaidi kuhusu Paul Makonda. Hata hivyo, taarifa hizi ni mabadiliko ya wakuu wa mikoa na viongozi wengine wa ngazi mbalimbali nchini zimekuja ikiwa ni siku chache tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipowataka viongozi wanaotaka kwenda kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 waandike barua za kuachia nafasi za uongozi wanazoshikilia kwa sasa. Ni taarifa kutoka huko jijini Dar es Salaam, hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemhamisha Kenani Lubani Kiongozi kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu na kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, akichukua nafasi ya Paul Christian Makonda. Donald Trump atangaza mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa yeye pamoja na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wamefanikisha kile alichokiita mkataba wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya Rwanda. Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika taarifa kupitia jukwaa lake la Truth Social kuwa ana furaha na kubainisha kuwa wawakilishi kutoka Rwanda na DRC watawasili Washington DC wiki ijayo kwa ajili ya kusaini rasmi makubaliano walioyaongea. Rais Donald Trump aliendelea kusema kuwa nina furaha kubwa kuripoti kwamba mimi pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio tumefanikisha juu ya mkataba wa amani mzuri sana kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda katika vita ambavyo vimedumu kwa miongo mingi na kuhusisha umwagaji wa damu uliopitiliza hata vita nyingine. Trump aliandika hayo. Tangazo hilo linakuja wakati Pakistani ikipendekeza rasmi Trump kwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 kwa mchango wake katika juhudi za kuleta utulivu wa kimataifa, hasa katika maeneo yenye migogoro ya muda mrefu. Hadi sasa hakujatolewa tamko kutoka Kigali au Kinshasa kuthibitisha maelezo ya Donald Trump, ingawa hatua hiyo, iwapo nia ya kweli, imeelezwa kuwa inaweza kuwa maendeleo makubwa katika jitihada za kudhibiti mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni taarifa kutoka nchini Marekani, hatimaye Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa yeye pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio wamefanikisha kile alichokiita mkataba wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya watu wa Rwanda.